Ndio maana kuna baadhi ya watu wakishafika umri fulani, washastaafu, hawana majukumu mengi, wanayatafuta mambo ya ibada wawe wanayo katika maisha yao. Kwa hivyo hawezi kukaa wiki hajatembelea mgonjwa. Akisikia taarifa za mgonjwa anayemjua, anakwenda kumtembea kwa sababu anajua kuwa humu ndani yake mna nini, mna fadhila, na anatafuta husnul khatima katika maisha yake ya kila siku. Lakini sisi ndo dunia imetuzonga. Ukiulizwa wewe ndani ya mwaka mmoja umemtembelea mgonjwa gani, kama hakuna naye kuhusu, ndo hujatembelea mgonjwa yoyote. Kwa hivyo eneo hili la thawabu inakuwa umelipoteza. Lakini kama msema piko vikundi sasa hivi vinahamasisha mambo kama wakana lahu kharifu fil janna, na atakuwa yeye ana mavuno huko peponi, atakuwa na mavuno peponi. Rawahu Tirmidhi, kaipoka Tirmidhi, wakala hadithun hasan, akasema hadithi nzuri. Al-kharifu kasema at-tamru al-makhrufu, tende zinazovunwa, ai al-mujtana, kwa maana zile ambazo zinavunwa. Kwa hivyo atakuwa na mavuno peponi mtu ambaye anatembelea mgonjwa asubuhi au jioni. Wa an Anas, na kutoka kwa Anas radhiallahu anhu, qala, amesema kana ghulamun yahudiyun yakhdumu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam famarida faatahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yauduhu faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim, fanadhara ila abihi wa huwa anhu wa huwa indahu. Kwangu imefutika kidogo hii nun, kwani dali imetokea vizuri, dali huko indahu, wa huwa indahu ni dali hiyo. Haya, wa huwa indahu faqala ati abul qasim faaslama fakharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa yaqulu alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nari, rawahu al-Bukhari. Hadithi hii nayo inatupeleka mahala parefu sana. Kutoka kwa Anas radhiallahu anhu, qala, amesema kana ghulamun, kulikuwa kuna kijana mmoja yahudiyun, wa Kiyahudi. Na tumesema ghulam ni mtoto mwenye umri kati ya miaka 9 na miaka 11, ndivyo wanavyokadiriwa. Nabii Yusuf alipokutikana kwenye kile kisima au kwenye lile rambo la maji, fasema dini wajaat sayaratun faarsalu waridahum faadla dalwahu qala ya bushra hadha ghulam. Ingawa kwa lugha ya Kipashian, ya Kifarsi, ya Kiiran na kwa lugha za Kihindi, ghulam manake mtumwa. Ghulam manake mtumwa, abd. Ghulam Hussein, Ghulam Ali, Ghulam Abbas, ghulam manake mtumwa. Lakini kwa Kiarabu ghulam manake kijana mdogo. Hata Bibi Maryam akaambiwa qala inma ana rasulu rabbiki li ahba laki ghulaman zakiya. Kwa hivyo ghulam kwa Kiarabu inakuwa ni kijana mdogo, lakini ghulam kwa lugha ya Kipashian, ya Kiiran na kwa lugha za Kiurdu na nini, ghulam manake mtumwa. Haya, haipishani sana. Haya, basi anasema akana ghulamun yahudiyun, alikuwa kijana mmoja wa Kiyahudi, si Muislamu, wa Kiyahudi, wa dini ya Kiyahudi, yakhdumu nabiyya, akimhudumia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Famaridha, akaumwa. Alikuwa kama mfanyakazi lakini wa dini nyingine. Na hapa ndio pana hoja. Kuna baadhi ya watu wanatuambia haifai watoto wasiokuwa wa Kiislamu kufanya kazi kwenye jamii za Kiislamu. Sasa huyu hapa ni mtoto wa Kiyahudi anamhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena haifai vipi kufanya kazi katika jamii za Kiislamu, hasa katika mazingira ya amani na maelewano? Hakuna kosa. Famaridha, akaumwa mtoto yule. Faatahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaudu, Mtume akamwendea anamtembelea. Na hapa nalo ni jambo jingine, kwamba kama ni mtu yuko karibu na wewe katika maisha, hata kama ni wa imani ya dini nyingine, akiumwa bado sikosa kumtembelea. Faqaada inda ra'sihi, Mtume akakaa sawa sawa na kichwa chake yule mtoto, pale palipo kichwa. Faqala lahu, akamwambia aslim, silimu, kuwa Muislamu, kamwona ni mtoto mwema, mtoto mzuri. Fanadhara ila abihi, yule mtoto akamtazama baba yake, wa huwa indau, na yuko hapo baba yake wa dini nyingine, naambiwa ni silimu,
na babangu ndio huyu, atakubali nislimu? Faqala, babake akasema, ati Abul Qasim, mtii babake Qasim. Babake Qasim ni mtume sasa, yani kubali kuslimu. Fa aslama, akaslimu. Fa kharaja an-nabii sallallahu alayhi wasallam, mtume akatoka, huwa yaqul, naye anasema alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nari, namshukuru Mwenyezi Mungu keshamuokoa mtoto huyu na nini, na moto. Kwa hivyo hoja ni kwamba unaweza ukamtembelea asiyekuwa Muislamu, na huenda ikawa sababu yeye kufanyaje, kuongoka. Tusijenge uhasama katika mazingira ya kutembeleana katika ugonjwa na vitu vingine. Hata mtu wa imani nyingine unaweza kumtembelea. Rawahu al-Bukhari, hadithi kaipokea nani? Bukhari. Babu ma yudaa bihi lilmaridhi, mlango wa kinachoombwa kwa ajili ya mgonjwa. Unamuombea nini mgonjwa ukimtembelea? Ile dua ya kumuombea mgonjwa. Ana Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha ishtaka al-insanu shay'an minhu aw kanat bihi qarhatun aw jurhun, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam qala bi usbu'ihi hakadha. Wa wada'a Sufyan ibn Uyaynah ar-rawi sababatahu bil ardi thumma rafa'aha wa qala bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina, muttafaqun alayhi. Dua hii sisi hatujawa mashuhuri nayo sana. Tunazo dua nyingi za kuombea wagonjwa, lakini hii haijawa mashuhuri kwetu na utaratibu. Kutoka kwa bibi Aisha radhiallahu anha, Mungu amwiradhi, anna nabii sallam kana, kwamba mtu sallam alikuwa idha ishtaka al-insanu shay'a, akilalamika mtu binadamu kwa jambo, minhu, kutokana nalo, kwa maana ya ugonjwa au nini, au kanat bihi qarhatun, au akiwa ana nini, ana kipele, upele, au jurhun, au jeraha. Qarhatun ni upele, mapele, au jurhun, au jeraha. Qala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, mtume sallam husema bi usbu'ihi, kwa kidole chake, hakadha, namna hii. Wa wadaa Sufyanu, akaweka Sufyani ambaye ni mpokezi wa hadithi bin Uyaina katika matabina, arrawi ambaye ni mpokezi, sababatahu, kidole chake kile cha shahada. Sababa ni hichi, na hichi Waarabu hawajakiita kidole cha shahada, wamekiita kidole cha ugomvi. Uislamu ndo tumekiita kidole cha shahada kwa sababu ile ashhadu an la, lakini hichi kidole cha ugomvi. Wewe ukigombana na mtu, na hata baadhi ya masanamu ya viongozi yamewekwa hivyo, hasa waliofuata siasa za kikomunisti kama Saddam Hussein. Mmecheka sana nyinyi. Hata Saddam Hussein sanamu lake pale Baghdad lilikuwa limekaa hivi. Wakina Karl Marx, wakina Lenin hasa kimekaa hivi. Sasa wengine mnaowajua nyinyi, mimi sijawasema, mmeanza tu kucheka wale wenzangu wa Msumbiji na Malawi, hichi wanakiita, na watu wa Tunduru wanakiita nkomba pala. Nkomba pala maana yake kiramba mchuzi. Ukitaka kuramba unafanya nkomba pala. Alikuja mtu mmoja kutoka Msumbiji akalikuta hapa sanamu limekaa hivi, akasema nkomba pala, maana yake limenyoosha hivi kidole. Hiyo ndo sababa, ambacho hichi kidole cha ugomvi. Sabba ya subu ni kutukana au kugombana, kwa hivyo kidole cha ugomvi. Lakini Uislamu umezimua ile fikra, ukasema kidole cha shahada. Kwa hivyo hii ni maana ya kidini ya kidole cha shahada, lakini maana ya kilugha ni kidole cha nini, cha ugomvi. Na ndio kusema kwamba hivi vidole vyote vina majina katika lugha zote duniani kubwa. Lakini kwa bahati mbaya hata sisi Waswahili ukiambiwa taja majina ya vidole unaweza kushindwa. Kwa sababu hiki kinaitwa dogo, na hiki kinaitwa nini, chanda, na hichi kinaitwa chimvi kwa sababu ya uhuni wake, halafu hichi kinaitwa gomvi, na hichi kinaitwa gumba. Kwa hivyo dogo, chanda, chimvi, gomvi na gumba ndio majina ya vidole. Khinsar, binsar, wusta, sababa na ibham.
Lakini ukifanya mtihani kwa watu ndani ya jamii, wanaweza wengi wasijue majina nini, majina ya vidole vyao wenyewe walivyo navyo mikononi. Sasa baba hichi ndo kidole cha ugomvi, lakini kwetu kimeitwa cha shahada katika dini kwa kupunguza makali na kule kusema ashhadu an la ilaha illa Allah. Haya, kwa hivyo wasema hakadha wawadha Sufyan bin Uyayna arrawi sababatahu, akaweka Sufyan bin Uyayna ambaye ni mpokezi wa hadithi. Na Sufyan bin Uyayna si sahaba, ni katika matabina wakubwa. Sufyan bin Uyayna akaweka kidole chake bil ardhi, katika ardhi, thumma rafa'aha, kisha akakinyanyua, ndo akakiweka chini. Sisi nao Waswahili tunao ule utamaduni wa kwamba kama mtu anataka kuonesha shuka hapa na nini, anagusa mchanga alafu anafanya au mwingine anafanya hivyo papa anaweka hapa kidole, ndio hicho anakileta kwenye shingo, potelea mbali, nipe anaramba kidole. Kwa hivyo akakiweka chini kidole chake kile cha ugomvi. Thumma rafaa, kisha akanyanyua, wakala, akasema bismillahi, kwa jina la Mwenyezi Mungu, turbatu ardhina, huu ni mchanga wa ardhi yetu, biriqati ba'dina, kwa mate ya baadhi yetu, yushfa bihi saqimuna, huponywa kwa ajili yake mgonjwa wetu, biidhni rabbina, kwa idhini ya Mola wetu. Muttafaqun alayhi. Hii ni namna fulani kama vile anaomba dua, lakini kaiweka katika namna ya kiutamaduni. Huyo Sufyan bin Uyayna katika matabiina, na ni katika watu wanaoaminika. Kwa hivyo si kosa kumfuata ukafanya jambo kama hilo. Wa anha, na kutoka kwake tena bibi Aisha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaudu ba'dha ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqulu allahumma rabban nasi adhhibil ba's ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru ba'dahu saqama. Muttafaqun alayhi. Na kutoka kwake tena bibi Aisha, Mungu amwiradhi, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana alikuwa yaudu ba'dha ahlihi, akitembelea baadhi ya jamaa zake wakiwa wagonjwa, yamsahu biyadihi al-yumna, anapangusa kwa mkono wake wa kulia, wa yaquluna, kusema pengine anampangusa kwenye kipaji, lakini anapangusa kwa mkono wake wa kulia kwenye kile kiungo ambacho kina tatizo, kama ni mkono, kama ni mguu, kama ni kichwa. Wa yaquluna, anasema allahumma rabban nasi, ewe Allah mola wa watu, adhibil basi, ondoa tatizo, ishfi, ponya, anta shafi, wewe ni mponyaji, la shifaa illa shifauka, hakuna ponya isipokuwa ponya yako, shifaan la yughadiru saqama, kwa uponyaji ambao hautabakisha ugonjwa wowote. Muttafaqun alayhi. Na hii ni dua imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Saqama ni ugonjwa, kama kule Ibrahimu alayhi salam aliposema fanadhara nadhratan fi nujumi faqala inni saqim. Na Maulidi ya Barazanji inasema yuhanuna suqmahu wa shaqwahu. Kwa hivyo suqum na saqam ni ugonjwa. Na hii hapa imepokewa pia saqaman na suqman bi dhammi sini. Vitabu vyenu vimeandika saqaman au suqman, vyote hakuna ambaye imeandikwa suqma. Haya, lakini inajuzu katika lugha. Muttafaqun alayhi, hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala li Thabit rahimahullah ala arqika bi ruqyati Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, qala bala, qala allahumma rabban nasi mudhhibal ba'si ishfi anta shafi la shifaa la shafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Rawahu al-Bukhari. Na kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu, kwamba yeye qala, kamwambia li Thabitin. Inaonekana huyu Thabiti si sahaba, ni katika matabiina, na aliumwa kwa mujibu wa mazingira ya hadithi. Kamwambia rahimahullahu, Mungu amrehemu, ambaye ni katika matabiina, alipomuona Anas mtu huyu anaumwa, ala arqika, kwenu imeandikwa arqika au urqika bidhammi alhamzati au bifathiha, ala arqika, je, ni siku zingue
Neno zuri hapa ni kuzingua. Kuzingua kwa maana ya ruqya, zinguo la kidini la kumtoa mtu kwenye matatizo. Lakini siku hizi Kiswahili kimetupotosha. Kuzingua kumekuwa manake ni kudanganya. Usinizingue bwana, tusizinguane hapa, manake danganyana. Lakini hiyo sio maana hasa ambayo Kiswahili kilikusudia kwenye kuzingua. Kuzingua manake ni kumtoa mtu katika tatizo, lakini sasa imekuwa kuzingua ni kumtia mtu kwenye nini? Tatizo. Ndio Kiswahili cha vijana, usinizingue bwana yule bwana mzinguaji, mazinguzi tu Ala urqika, jeni sikuzingue, biruqyati rasulillahi, kwa zinguo la Mtume sallam. Qala bala, akasema hapana nizingue. Qala, akasema Allahumma rabban nasi, ewe Allah mola wa watu, mudhibal ba'si, muondoa tatizo, ishfi, ponyesha, anta shafi, wendo mponyeshaji, la shafia illa anta, hakuna mponyeshaji isipokuwa wewe, shifaan, ponya, la yughadiru sakama, haibakishi maradhi ya aina yoyote. Kwa hivyo hii nayo ni dua. Anas bin Maliki anamuombea mtu ambaye ana tatizo la ugonjwa na kaipokea kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rawahu al-Bukhari, hadithi kaipokea nani? Bukhari. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala aadani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Rawahu Muslim. Na kutoka kwa Sa'd bin Abi Waqqas ambaye tumesema habari zake, huyu ni mtu ambaye alioa mwanamke katika watu wa Madina, halafu mke wake baadaye akaja akapata homa kali akafa. Na Mtume sallam alipokuwa anakwenda kuikomboa Maka, Saadi alikuwa na homa kali sana. Akasema mbona kwenye jeshi simuoni Saadi? Akamwona homa kali, akamtembelea. Sasa alipomtembelea alimwombea dua, na moja wapo ni hii hapa. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas, kutoka kwa Sa'd ibn Abi Waqqas radhiallahu anhu qala, akasema aadani, alinitembelea nikiwa mgonjwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam, faqala, akasema Allahumma shfi Sa'dan, ewe Allah mponyeshe Sa'di, Allahumma shfi Sa'da, ewe Allah mponyeshe Sa'di, Allahumma shfi Sa'dan, ewe Allah mponyeshe nani? Sa'd. Kwa hivyo pia naye unaweza ukaiomba Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, na ukamtaja kwa jina lake, inatosha. Rawahu Muslimun, ameipokea nani? Muslim. Wa an Abi Abdullah Uthman bin Abi al-As radhiyallahu anhu annahu shaka ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi, faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dha' yadaka ala alladhi ya'lamu au yu'limu. Ya'lamu au yu'limu, kwani umeandikwa vipi? Naona mtu mmoja tu anayesema, wengine haijatiwa irabu. Ala alladhi ya'lamu min jasadika, wa qala bismillah 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 thalathan, wa qul sab'a marra, au wa qala au wa qul, hapa samani, wa qul bismillah 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 thalathan, wa qul sab'a marratin a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru. Rawahu Muslim. Hadithi hii inatufundisha mtu mwenyewe sasa anapokuwa anapata maumivu mahala, hajatembelewa na mtu, hajaombewa na mtu, naye mwenyewe anaweza akajiombea. Isiwe manake kwamba unaumwa lazima uombewe na mwingine, na wewe mwenyewe unaweza ukafanyaje? Ukajiombea. Sasa tuitizame kwamba kutoka kwa Abi Abdullah Uthman bin Abi al-As radhiyallahu anhu, Mungu amwiradhi, annahu shaka, kwamba alilalamika ila Rasulillah sallam, kwa Mtume sallam, waja'an, maumivu. Alishtaki manake alilalamika, yajiduhu, anaoyapata, fi jasadihi, katika mwili wake. Anaumwa lakini hajui anaumwa na nini, anahisi tu mwili unamuuma katika maeneo. Faqala lahu Rasulullah sallam, Mtume akamwambia dha' yadaka ala alladhi ya'lamu, weka mkono wako pale panapouma, penye maumivu, min jasadika, katika mwili wako, wa qul, nasema bismillah bismillah bismillah. Kwa vile bismillah uiseme mara 3 huku umeweka mkono pale penye maumivu. Wa qul 7 marratin, na useme mara 7, a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi, najikinga
kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu na uwezo wake, min sharri ma ajidu au hadhiru, kwa shari anachokipata na ninachotahadhari nacho. Useme mara 7, a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru, mara 7. Rawahu Muslimun, hadithi kaipokea Muslim. Kwa hivyo wewe mwenyewe unaweza pia ukajiombea. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man ada maridan lam yahdurhu ajaluhu faqala indahu 7 marratin as'alu Allah al-azima rabb al-arsh al-azim an yashfiyahu illa afahu Allah min dhalika al-marad. Rawahu Abu Dawud والترمذي وقال حديث حسن وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري. Na kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mungu amwiradhi yeye na baba yake, ani nabii, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala, kasema, man ada maridhan, atakayemtembelea mgonjwa, lam yahdhuruhu ajaluhu, ambaye bado hakijamfikia kifo chake, ajali yake bado haijafika, anaumwa lakini hajafikia kufa. Faqala indahu, akasema mbele ya mgonjwa huyo, 7 maratin, mara ngapi? 7. Unaiona witri ilivyo kule 3, bismillah 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 mara 3, huku unaiona mara ngapi? Mara 7. Kwa hivyo namba hizi za 1, 3, 5, 7, 9, 11 zina mantiki kubwa katika dini ya Kiislamu, kwa sababu ni witri. Atakayesema 7 marati, asalullah al-azima rabbal arshi al-azim, namuomba Mwenyezi Mungu mkuu, mola wa arshi tukufu, an yashfiyahu, amponyeshe, illa afahu Allah min dhalika al-maradi, isipokuwa Mwenyezi Mungu atamponyesha na maradhi hayo. Swala la kufa ni jambo jingine, na swala la kupona ni jambo jingine. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Abu Daud kaipokea na Tirmidhi na akasema hadithi nzuri. Wa qala al-Hakim, na al-Hakim akasema hadithun sahihun ala shart al-Bukhari, hadithi ni sahihi, imetimiza kigezo cha Bukhari. Tumesema sharti hapa manake kigezo cha Bukhari cha upokeaji wa hadithi, criteria. Wa anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu wa kana idha dakhala ala man ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insha Allah. Rawahu al-Bukhari. Na kutoka kwake tena Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ndio aliyetajwa karibu hapa, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dakhala, kwamba Mtume sallallahu aliingia ala a'rabiyyin, kwa bedui mmoja, yauduhu, anamtembelea. Na hapa pana zingatio kwamba Mtume sallallahu alikuwa habagui kutembelea watu wagonjwa, maana mibedui ni mijitu yenye tabia za ajabu, lakini Mtume sallallahu bado alikuwa anawatembelea, anamtembelea huyo bedui yauduhu. Wakana, na alikuwa idha dakhala ala man yauduhu, akiingia kwa anayemtembelea mgonjwa, qala, husema la ba'sa, hakuna ubaya, tahurun, mambo safi, insha Allah, apendapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Huu ni mwendo wake, ukitembelea wagonjwa, la ba'sa, tahurun, insha Allah. Rawahu al-Bukhari, hadithi kaipokea nani? Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Jibrila ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala ya Muhammadu istakaita? Qala na'am. Qala bismillahi arqika min kulli shay'in yudhika wa min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin, Allahu yashfika bismillahi arqika. Rawahu Muslim. Hapa hadithi inatuonesha Mtume SAW mwenyewe aliumwa, na hili ulijue wazi, kama ilivyokuwa daktari anaumwa, basi na mcha Mungu anafanyaje? Anaumwa. Suala la maradhi halina kumwepuka mcha Mungu au kumwepuka daktari au mjanja. Huo ni mtihani, mtu yote unaweza ukafanyaje ukamkuta. Mtume sallallahu aliumwa, anasema. Kwa hivyo ana Abi Saidi, kutoka Abi Saidi al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Jibrila, kwamba Jibrili malaika huyu, ata nabii sallallahu alaihi wasallam, alimtembelea Mtume sallallahu, alimfika Mtume, fakala, akasema, ya Muhammad ushtakaita, ewe Muhammad, umelalamika au umeugua, umeumwa? Qala na'am, akasema ndio nimeumwa. Qala, akasema bismillahi arqika, kwa jina la Mwenyezi Mungu ninakukinga au ninakuzingua, min kulli shay'in yudhika, na kila kitu kinachokuudhi. Kuzingua hapa naweka zingatio
manake kukutoa katika tatizo, sio kukuzingua kwa maana hii ya Kiswahili cha sasa hivi cha mitaani. Manake najua watu wanaweza kuchezea kamera hizi, alafu baadaye mkaja mkasikia shekhe anasema Jibril kamzingua mtume, ikaja ikatafsiriwa katika maana hiyo ya mitaani. Sikusudii maana hiyo. Najua wako watu kazi yao kutaka kuharibu haya mazuri tunayo yafanya kwa sababu zao wanazozijua wao. Mungu awashinde insha Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa hivyo nakukinga akamwambia nakuzingua, min kulli shay'in udhika, na kila kitu kinachokuudhi, kila kitu kinachokukera Mwenyezi Mungu akukinga nacho. Wa min sharri kulli nafsin, na kwa shari ya kila nafsi, au ainin, au jicho, hasidin, la mwenye husda, mwenye choyo, mwenye kutaka neema ikuondoke. Unaona kazi? Kwa hivyo ziko nafsi zina shari, yako macho yana nini? Yana shari. Kama Mtume SAW kafanywa husda, basi na sisi wengine kufanywa husda, na wewe vile vile kufanywa husda ni jambo linaweza likatokea katika ulimwengu. Ufahamu hivyo. Na ndio maana ziko dua na kinga na kila kitu kwa ajili ya mambo kama haya. Za min kulli nafsin, min sharri kulli nafsin, na shari ya kila nafsi, au ainin, au jicho, hasidin, la hasidi. Allahu yashfika, Mwenyezi Mungu atakuponyesha. Bismillah yarqika, kwa jina la Allah nakuzingua, kwa maana nakukinga yasikukute mashaka haya. Rawahu Muslimun, kaipokea nani hiyo? Wa an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma shahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illa Allah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu faqala la ilaha illa ana wa ana akbaru. Wa idha qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu qala yaqulu la ilaha illa ana wahdi la sharika li. Wa idha qala la ilaha illa Allah lahul mulku wa lahul hamdu qala la ilaha illa ana liyal hamdu wa liyal mulku. Wa idha qala la ilaha illa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa ana. Pana neno qala hapa halijaondoka, halijadhihiri kwangu. Kwenu limedhihiri qala baada ya hapo kuna neno qala hapa kwangu halijatokea. Qala la ilaha illa ana wa la hawla wa la quwwata illa bi. Wa kana yaqulu man qalaha fi maradhihi thumma mata lam tat'amhu an-naru. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Na kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri na Abi Hurairah, masahaba wawili radhiyallahu anhuma, Mungu awe radhi wote wawili, annahuma, kwamba hawa wawili, shahida, wamekiri, wameshuhudia, ala Rasulillah sallam, kwa Mtume sallam, annahu qala, kwamba amesema, man qala, atakayesema la ilaha illa Allah wallahu akbar, tasbihi la ilaha illa Allah wallahu akbar, atakayesema hivyo, saddaqahu rabbuhu, Mungu humsadikisha, naye Mwenyezi Mungu anamsadikisha, anakubaliana naye. Qala, faqala, basi Mungu husema la ilaha illa ana wa ana akbar, kweli hakuna abudiwe kwa haki isipokuwa mimi, na mimi ndio mkubwa. Wa idha qala, na anaposema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, hana mshirika. Qala, kasema yaqulu, na Mungu msadikisha akasema la ilaha illa ana wahdi, hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi peke yangu, la sharika li, sina mshirika. Wa idha qala, anaposema la ilaha illa Allah lahul mulku wa lahul hamdu, na anaposema hapana abudiwe kwa haki isipokuwa Allah, yake mamlaka na zake shukrani. Qala, husema la ilaha illa ana, Mwenyezi Mungu msadikisha akasema hapana abudiwe kwa haki isipokuwa mimi, liyal hamdu wa liyal mulku, zangu shukrani na yangu ni mamlaka. Wa idha qala, anaposema la ilaha illa Allah wala hawla wala quwwata illa billah, hapana abudiwe kwa haki isipokuwa Allah, na hapana ujanja wala nguvu, au hapana mbinu wala nguvu isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu. Qala, Mwenyezi Mungu anasema la ilaha illa ana, hapana abudiwe kwa haki isipokuwa mimi, wala haula, na hakuna mbinu au hakuna ujanja, wala quwwata wala nguvu, illa bi, isipokuwa kwangu. Wa kana yaqulu, na alikuwa akisema, man qala, atakayasema hayo, fi maradhihi, katika ugonjwa wake, thumma mata, kisha akafa wakati analeta tasbihi hizi, lam tat'amhu an-naru, moto hautamla moto, manake hatoungua. Kwa hivyo ina maana mtu mgonjwa ni vizuri kukumbushwa tasbihi, na ni tasbihi za aina hii ni nzuri, akasomewa akakumbushwa.
rawahu Tirmidhi, kaipokea Tirmidhi, waqala, akasema hadithun hasan, hadithi nzuri. Babu istihbabi suali ahli almaridhi an hali, mlango wa kupendelea kuwauliza watu wa mgonjwa kuhusu hali ya mgonjwa. Pana hadithi moja tu hapa, ndio maana mlango huu ninausoma, halafu mtanambia kama muda unaruhusu tuendelee au vipi. Babu istihbabi suali, mlango wa kupendelea kuuliza ahli almaridhi, watu wa mgonjwa, an hali, jua hali yake, kumdawia, kujua hali yake kabla hata hujamtembea. Vipi mgonjwa wenu anaendeleaje na nini? Hili linapendelewa. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Aliya ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kharaja min indi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi waj'ihi alladhi tuwfiya fihi, faqala an-nasu ya Aba al-Hasan kayfa asbaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? Qala asbaha bihamdillahi bari'an, rawahu al-Bukhari. Kutoka kwa Ibn Abbas, Mungu amwiradhi yeye na babake, anna Aliya, kwamba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kharaja min indi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi wajhi, alitoka kwa Mtume salamu wakati Mtume anaumwa. Na iko dhahiri kwamba Ali bin Abi Talib na Mtume sallam kwanza ni binami, yule ni Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, na mtume wetu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Halafu pia Ali mke wake ni Fatima binti Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo upande ni kaka yake, upande ni mkwewe, ana nafasi kubwa sana ya kumtembelea. Katoka kwa Mtume sallam fi wajaihi, wakati wa maumivu yake, yani anaumwa Mtume sallam, alladhi tuwfiya fi, maradhi ambayo amekuja kufa katika maradhi hayo, katika zile siku ambazo ni za mwisho za maisha ya Mtume. Faqala nasu, watu wakasema, ya Aba al-Hasan, baba al-Hasan. Na ndio jina maarufu kwa Ali bin Abi Talib, anaitwa Abul Hasan au Aba al-Hasan, kwa sababu mtoto wake wa kwanza ni Hasan. Na kama nilivyokuambieni, jamii kubwa ya Waarabu, hasa wa Saudi Arabia na Yemen, hasa ya kaskazini na wengine, ukishapata mtoto wa kiume unakuwa mara nyingi lile jina la mwanao ndio linakujengea umaarufu. Na wakati mwingine ni mtoto wa kwanza tu, hata kama ni wa kike unaitwa Abu fulani, ndio hivi. Na ndio maana ukaona jamaa zetu hao walioingia sasa masoksi na madontachi, wao wanapenda sana kujiita Abu fulani. Hawajakosea kabisa, ni utaratibu upo, wala hatua laumu kwa jambo hilo Lakini tena wakifanya kuwa kama hujajiita Abu fulani umekosea, tena huko wanakwenda mno Maana siku moja mmoja aliniambia mimi, wewe unaitwa Abu nani? Mbona unakuita tu Sheikh Msaba? Kwani wewe una mtoto? Kaambia nao, na mmoja na umri kama wako. Akanyamaza kimya yeye mwenyewe. Haya bwana. Akamwambia, ya Aba al-Hasan, baba Hasani, kaifa asbaha Rasulullah, Mtume kaamkaje? Qala asbaha bihamdillahi bari'an, ameamka kwa shukrani za Mwenyezi Mungu, ana nafuu. Bari'an manake ana nafuu, hana matatizo, yuko vizuri, kaamka vizuri. Rawahu al-Bukhari, hadithi kaipokea nini? Bukhari. Kwa sikosa kuuliza hali ya mgonjwa.